Tumeelekezwa katika ilani ufugaji wetu uwe wa kisasa, uwe wa kibiashara na uwe wa tija. Mimi niwaombe mambo matatu. La kwanza, tafiti zenu zielekezwe katika kuongeza thamani ya mazao ya mifugo na hasa katika kuuza zaidi nje mazao hayo. Kuongeza mauzo yetu ya nyama nje ya nchi kutoka tani 14,000 kwa sasa hadi tani 50,000 ifikapo mwaka 2030. Eneo la pili ninalowaomba mjikite sana ni eneo la tafiti zinazohusu uhimilivu wa nchi yetu na mabadiliko ya tabia nchi. Na mimi nasisitiza eneo la malisho na maji. Tuwe na ushirikiano. Najua kuna chuo chetu cha maji pale Dar es Salaam. Kiko Wizara ya Maji. Ni chuo cha utafiti. Na katibu mkuu ananiambia ndio mheshimiwa amewahi kuwa naibu katibu mkuu kwenye wizara hii. Muwasiliane sasa, msemezane. Na mimi nitazungumza na waziri mwenzangu mdogo wangu Mheshimiwa Aweso. Lazima tufanye kazi kwa pamoja za kiutafiti pamoja na tume ya umwagiliaji. La tatu ni mkakati wa kuendeleza sekta ya ufugaji wa kuku. Tunataka kutubadilishe sekta ya ufugaji wa kuku hapa nchini. Na nimeona wasilisho lenu. Lakini isibaki Nalindele ina kuku, anaweza kataga mayai kama tuone tuwafuate wafugaji. Wako tayari na wanafanya kazi kubwa, hasa vijana na akina mama. Kama kiongozi wa taasisi, kwa niaba ya watumishi wenzangu, ninachopenda kusema ni kwamba tumemsikia vizuri waziri wetu. Anayoyasema ni yale ambayo tunayaona katika miongozo ambayo inatuongoza katika kufanya shughuli zetu, dira ya taifa, lakini pia ajenda ya utafiti ya taifa na mikakati mingine. Kwa hiyo sisi kama taasisi tutayafanyia kazi kwa ukamilifu hayo mambo kwa ustadi mkubwa. Ni mambo ambayo yapo ndani ya uwezo wetu, tunao utaalamu. Basi tutahakikisha tunafanya hivyo ili basi malengo ya wizara, malengo ya taasisi, lakini na juhudi za wizara, juhudi za Mheshimiwa Rais ziweze kutimia, lengo kuu likiwa ni kumnufaisha mfugaji, kuongeza tija, lakini kuongeza kipato chake, kipato cha sekta na pato la taifa kwa ujumla.